Yovita Remigius ni mkazi wa Mongolo Mashariki. Kwa hiyo nilikuwa naomba mama ujaribu kutusaidia sisi wazazi tunaosomesha watoto shule za msingi, hususani Mongolo pale. Michango kiukweli imekuwa ni mingi, inatuzidi uwezo. Inafikia wakati sisi wazazi, hususani mimi tu mwenyewe, huwa nawaambiaga tu wanangu, leo msiende shule, sina pesa. Unajikuta kwa wiki unatoa hela nyingi mno. Kienda kwenye vikao vya shule, walimu wanasema ili ni agizo kutoka serikalini. Hujakaa kidogo unaambiwa wa darasa la 7 walete shilingi 5,000. Tena sasa hivi ni shilingi 7,000. Jumatatu nimetoa shilingi 7,000 hivi, tena mwanangu kanipa taarifa, mama natakiwa kesho niende na hela tena ya mtihani. Nina mwanafunzi wa darasa la 4 shilingi 4,000 mama ya mtihani, wiki ijayo 4,000. Kwa hiyo kiukweli mimi ni mjasiriamali mdogo mdogo, hiyo inakuwa inanibana. Maziku. Sasa ndugu mwenyekiti, kwa kweli vikao kama hivi ndio vya kusemea. Kwa kweli hii kero inataka kuwa kama biashara. Kama ada imerudi shuleni tueleweshwe, kwa sababu leo hii mtoto anatakiwa fedha ya kula kila siku 1,000. Hiyo ni sahihi, kwa sababu na mimi naipongeza. Lakini masuala ya mitihani, kuna madarasa ya mitihani darasa la 4 na darasa la 7, lakini leo yote madarasa yamekuwa ni madarasa ya mitihani na watoto wanarudishwa kila wakati. Kama wewe huna hela ya mtihani masomo ya ziada, basi mtoto wako hakai shuleni, ni kutembea tu. Mrudie mzazi wako, rudia fedha. Kwa hiyo mimi kwa kweli hiyo ni kero kubwa sana, ifuatilieni. Ya pili kwamba nashukuru shule ya Yasini kule, kuna mwanangu nimekutana kutoka Mbeya, akaingia kidato cha pili, akaanza kusoma pale sekondari. Lakini jajabu wao waliniambia mwaka jana kwamba tunamdai mzazi aje mwanao na shilingi 20,000. Ya nini? Jibu ya kwenda choo mwanangu. Ina maana mwanangu nitoe hela ya kwenda kukojolea choo cha hapo Nyashimbi. Kweli nilimwambia mwalimu mkuu, nipe namba yako alafu nitunze, alafu utajua kwamba naenda kulalamikia wapi. Lakini alinielewa. Hilo naamini kwamba hajatoa na sijatoa, na shukuru kwamba alielewa. Kama alielewa na nilisaidia na wazazi wenzangu kwa sehemu hiyo. Mimi niseme tu hili nalo tunalichukua kulifanyia kazi, lakini niombe sasa, na kila mzazi ikifika siku mna kikao chenu cha wazazi, ukiambiwa na mwanao kesho kikao cha wazazi, nenda. Maada mambo gani mengine yote yalishalipwa na Daktari Samia Suluhu Hassan katika serikali hii. Sasa wazazi, kama kuna vitu mmejiongezea, mkajadili kwa pamoja. Emba mleni kwa pala ambapo wazazi mmejadili ya kwenu. Maana tunasema hivi, kila watu sheria zipo zimesimama wala zipindi. Sasa yapo ambayo wazazi wanasema kwamba bwana, sisi tuna jambo fulani, mnaitana wazazi chini ya mwalimu wenu, wote mnakuja mnakubaliana. Mkikubaliana nyinyi wazazi wa lile darasa, serikali haiwazuii, lakini serikali kwenye vile vitu vya msingi vyote ambavyo inalipa, tunasema hapana kuchangisha. Kwa ujumla hakuna michango kwenye mashule, ila kwa mipangilio yenu wazazi sehemu husika, kama mmekubaliana, serikali huwa haipendi kuwaingilia, kwa sababu mnaweza tena mkaona kama mnanyanyasika. Si tuko nataka iwe hivi, humo ndani hivi, tumekubaliana wenyewe. Sasa tunakwenda kufuatilia tuone hii michango inatokana na nini. Wameshirikisha watu au wamejiamulia watu wawili? Na kama wamejiamulia watu wawili, hapana, haramu hiyo.
East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.